Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Uhali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ni yeye tu kupitia kwa nguvu zake ameweza na kutubariki na uhai katika uso wa dunia. Ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastoret Machakos Sub Quarter, nikitumai kwamba hupo tayari kabisa ili ukaweze na kupokea hizo baraka kutoka kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Karibu. Nachukua funza hii kuamkua nikiwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu na dada zangu, watazamaji wa Undugu TV mahali popote mliko, amjambo. Ninawakaribisha katika mahubiri ya siku ya leo ili tuweze kuandamana pamoja tukikumbuka ya kwamba neno la Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu hakika ni upanga ukataa kuwili. Kwa hivyo uweze kumkaribisha Roho wa Mungu ili neno la Mungu liwe la manufaa kwako. Nikienda kusoma maandiko katika kitabu cha Hesabu, nitaweza kusoma sura ya 20, nikisoma mstari wa 6, wa 10 na 11. Na nitaanza na mstari wa 6. Unasema hivi: Musa na Aruni wakatoka pale palipokuwa na kutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifundifundi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Ninasoma 10. Musa na Aruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi wahazi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi. Mkutano wakanywa na wanyama wao pia, na neno linaendelea. Tuombe. Asante Jehova Mungu kwa ajili ya wingi wako wa rehema na neema zako ambao umetuneemea siku ya leo. Kwa ajili ya neno Mungu wetu, ninajikabidhi mikononi mwako, ukanitumie kama chombo chako. Watazamaji pia wakitazama na kusikia, Jehova Mungu ukafungulie na neno lako likawe kioo, na kila wakati watembeapo wakumbukapo iweze kuwarudisha kwako na kwa njia zako. Asante Mungu wetu. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amina. Basi ile lengo tutakayokuwa nayo ni kwamba tusilalamike kila tuonapo mateso. Tusilalamike kila tuonapo mateso ama tukumbanapo na majaribu. Basi kulingana na vile tumesoma ili neno la Mungu, tunayenena naye ni Musa, ama tunayeongea juu yake ni Musa na ndugu yake Haruni na Mungu na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipovuka bahari na kuingia nchi kavu, waliweza kupitia katika jangwa na wakafikia mahali ambapo hapakuwa na maji na hapakuwa na chakula kwa ajili ya watu na wanyama wao. Kwa hivyo hapo
hapo walipokaa wakaona kana kwamba kuna shida na wanaona kiu na njaa wako nayo, wakaanza kumuuliza Musa, umetuleta huku kufanya nini? Ingekuwa tungekufa na wenzetu waliokufa, ama umetuacha tukae huko Misri tukiteseka, isipokuwa chakula kiko na hata kinywaji tusidi kuteseka. Basi Mungu ananena nasi leo akituambia tumwendee Mungu tunapokutana na mateso na majaribu, ama ukipatwa na shida yoyote ile, umwendee Mungu. Kwa nini? Wakati ule Musa aliona wakiwalalamikia, alimuuliza Mungu, nitawafanya nini hawa watu ambao wanataka kunipiga kwa mawe? Na hapa Biblia inatuambia alienda kwa lile lango penye hema, akaanguka pale kifundifundi. Alianguka pale kufanya nini? Alikuwa anatafuta suluhisho kwa Mungu. Kwa hivyo mimi nawe unayenitazama, wakati unapopata majaribu, ningekusihi wewe mwanamke, mahali popote uliko, unapopata majaribu, unapoangalia unaona hakuna chakula, hakuna fees, hakuna mafasi, wataka kutengenezwa nywele, hakika upewi pesa, kuna chadhi, watu wanapima manguo, upewi pesa za kupima manguo, unaanza kuchukia mume wako, unaanza kumlahani, unaanza kunena matusi. Wengine wanasema kweli, kama ningiolewa na mkate, ikishindikana nikule huo mkate. Ndio, ungeolewa na huyo bwana. Ni wewe umesahau kana kwamba ukipata hayo mashida uende ukamuulize Mungu, kama vile Musa na Haroni walienda wakiwa na ile shida kubwa, walienda kumuuliza Mungu wafanye nini. Ni kweli walitoka pale na suluhisho. Kwa hivyo kwa Mungu utatoka pale na suluhisho, utapata chochote utakacho. Kama vile kwa Mungu kila kitu kiko pale. Kwa hivyo nimetoa mfano tu wa bibi, na mfano uko pale wa watoto wetu. Mtoto akienda aone pashe leo, sikiwa na watoto wale wengine, anakuja mama, hujaninulia, hujanifanyia, nikienda shule wanakuwa na poketi kubwa, mimi. Mtoto wewe, ninakusihi muitishe Mungu pocket. Amina. Najua kwa wakati huu uwezi ukanipenda, maana yake hauelewi. Elewa saa hii, na ukielewa utakuwa na nyingi zako na za wenzako. Kwa hivyo nikienda jambo la pili, mtumishi wa Mungu Musa alipoongeleshwa na Mungu, akaambiwa uchukue fimbo. Alipokuwa anaomba, chukua fimbo na uende ukusanye watu mbele ya ule mwamba, wote wakusanye mahali pale mbele ya mwamba. Basi akainuka akaenda. Akienda aliwaambia, sikieni enyi Wahazi. Ndio Bwana amewaita Wahazi, manake walimuona Mungu akiwavukisha ule mto. Aliona Mungu akiharibu na kuadhibu maadui wao, lakini wakiwa na hayo na mengine mengi, kwa jinsi ile waliweza kutoka nchi ya Misri. Ndiyo Musa alikumbuka, na alipokumbuka akawaita Wahazi. Leo usifanye waumbiri kuwaita nyinyi Wakristo Wahazi, kwa sababu mnajua yale Yesu Kristo alifanya na alitenda kwa ajili yenu. Mnajisomea Biblia, mnaona manabii ila walistrangu, wengine wakauawa na wengine wakafuka, wakitabiri yaliyo
ya kweli waliyoyatoa kwa Mungu. Kwa hivyo, mbona wewe una hazi ukinungunika, ukimlalamikia Mungu, ukilalamikia mwingine? Muasi wewe. Sikia sauti ya Mungu na umrudie huyu Mungu. Uacha kunungunika. Mungu wako na Mungu wangu anatuona, anatujali, anatupangia mpango mwema, kama vile Yeremia alisema mpango wa Mungu kwetu sio mbaya, ni mpango mzuri. Kwa hivyo wachana na uwazi wako na urudi kwake Yesu Kristo. Basi Musa akainua fimbo na akapiga. Alipokusanya wale watu, akapiga ule mwamba mara 2. Alikuwa na ahadi ya kupiga mara 1. Hapo akapata kitupio. Lakini jambo ni hili, alipopiga ule mwamba ulitoa maji, wao wakiona. Ni ukweli, wakiwa pale jangwani, mahali ambapo ni nchi kavu, lakini kulikuwa na huo mwamba, na kumbe mwamba ulikuwa Mungu. Mungu akatoa maji pale kwa ule mwamba. Watu walikunywa maji, wanyama walikunywa maji, na malalamiko hakika yakazimia, na hawa watu wakamuona Mungu. Basi mwamba wako siku ya leo ni Biblia hii, neno la Mungu. Chukua Biblia, neno la Mungu, hautakosa chochote kile unahitaji. Wachana na manunguniko yako, wachana na malalamiko yako. Hayatakusaidia kwa Mungu na kwa huu mwamba ambao ni neno la Mungu, na ambao Yesu Kristo pia yeye ni mwamba. Utapata suluhisho kwake. Wacha manunguniko, usikie kutoka kwa Mungu, usikize sauti ya Mungu, na utakaposikiza sauti ya Mungu itakurudisha, ikulegesha kwake, na hakika utaweza kumwishia ukiitwa mwana wa Mungu, na utakaa ukisaidia wengi, na pia ukiwahubiria. Usipowahubiria, yale matendo utaenda kuyatenda yataweza kusaidia wengi, na wataacha manunguniko yao na malalamiko yao. Kwa hivyo jaribu sana, kila upatapo majaribu na mateso na shinda hapa na pale, ndugu yangu, unjaribu sana kumuuliza Mungu, kwenda kumuomba Mungu, na utapata suluhisho. Utafurahi na utamshukuru ukimtukuza huyu Mungu. Bwana Mungu na alibariki neno lake. Amina. Asante Yehova Mungu, ni kwa maana umenena nasi kupitia neno lako, kama vile ulimnenea Musa, kama vile ulitenda pale jangwani. Naomba ukakumbuke mtazamaji mahali popote aliko. Uenda ikawa wengine wanalia, wengine hata mtu ametoka na ameenda na ajui yaendako. Mungu wetu ukamrudishe nyumbani mwake kwa watu wake, manake akumbuke ile neno la kuenda kumuomba Mungu, kulala pale amuombe Mungu. Anaomba anayesikia, anamuomba Mungu anayetenda. Yes, tusaidie tusiwa waasi tena. Katika Kristo Yesu tunaomba. Amen. Baki salama mtu wa Mungu. Utii kamili kwa Mungu ni muhimu kuliko hisia na hasira zetu. Utii kamili. Asubuhi ya leo tumeweza na kujua kwamba tunafaa na kumtii Mwenyezi Mungu bila hasira yeyote ile. Tumeweza na kuona vile ambavyo Musa aliweza na kukasirika kwa sababu ya wale ambao walikuwa amewaongoza. Mwenyezi Mungu ameweza na kumwangiza kwamba enda, zungumza, ongea na lile njiwe. Lakini yeye kwa sababu ya hisia, kwa sababu ya hasira, akaweza na kupiga lile njiwe. Hakika kama Wakristo
tukiweza na kutawaliwa na hisia na hasira, tutaweza na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wakati mwingi ndipo tumeweza na kujua tunafaa kwamba tutawale hisia zetu na tutawale hasira zetu. Hayo mambo mawili yasije sisi yakatutawala. Maana ukiweza na kutenda na kufanya kwa hasira na kufanya kupitia kwa hisia zako ambazo unazisikia kwa wakati ule, utaweza na kumkosea Mwenyezi Mungu, utaweza na kumtii, utaweza na kufuata maagizo yake. Hivyo basi tu control emotions zako, control kabisa, ili ukaweze na kumtii Mwenyezi Mungu, ukaweze na kuyafuata maagizo yake. La muhimu asubuhi ya leo, lile ambalo ninakuacha nalo, control emotions zako, hisia zako. Control kabisa wakati ambapo inafika ni wakati wa kumtii na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Angalia sana. Kama ni hasira, tupilia mbali. Kama ni mambo ya hisia, kama ni wakati wa kuabudu, kumtumikia Mwenyezi Mungu, kuangalia utamake choice ya aina gani, kuangalia hapa kumeweza kuwa hivi. Kwa kanisa nimeweza na kuongelelewa haya. Pale kijijini, pale katika familia yetu imekuwa hivi. Itakuwa namna gani? Unajifikiria bila kuweka hisia zozote zile, bila hasira yoyote ile, utaweza kumake choice ambayo hata itaweza na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa na hasira, hautaweza na kumtii, hautaweza na kufuata maagizo yake, hakika utaweza na kumkosea. Tusifiki hapo. Control to limit hata hisia zetu na hasira zetu mbele za Mwenyezi Mungu, ili tukaweze na kutii maagizo yake. Ninakushukuru sana mtumishi wa Mwenyezi Mungu Reverend, barikiwa sana, umeweza na kutufundisha mengi. Mungu akuongezee na Mungu akuone mema yake. Wakati mwema.